Tumezungukwa na watu wa aina tofauti. Tuliwaamini watu, tukaishi na watu na tukawapa pengine siri zetu. Kuna wengine walitoa fedha zao, mali, muda kwa ajili ya mtu fulani. Kuna wengine walitoa fedha kwa ajili ya kusomesha mtu. Kuna wengine walitoa muda kwa ajili ya wapenzi wao. Kuna wengine walitoa kila kitu kwa ajili ya mtu fulani ili aweze siku moja kuja kufaidi yale matunda ambayo aliyawekeza kwa huyo mtu. Lakini bad enough, kuna wengine walijitoa sana kwa ajili ya watu. Sasa unakuta huyu mtu ambaye alijitoa, huyu mtu ambaye aliweza kupambana kwa ajili ya kuhakikisha mtu mwingine anafanikiwa, kuhakikisha mtu mwingine anapata furaha na amani, mwisho wa siku kitu kinachoenda kutokea ni kwamba huyu mtu anakuwa anaumizwa. Huyu mtu anakuwa anafanyiwa vitu ambavyo yeye hakuvipenda. Kwa mfano, mtu anamsomesha mtoto wa kike na baada ya kumaliza yale masomo, huyu mtu anaamua kuachana naye kwa sababu anaona yeye si level nyingine. Kwa hiyo anaamua amuache ili awe na wale wa level yake. Sasa unakuta mtu anapata maumivu. Lakini pia unakuta kuna mtu alijitoa kwa ajili ya kumsomesha mtu mwingine, kwa ajili ya kumsomesha ili kesho na kesho kutwa aje asaidie. Lakini unakuta mara baada ya kumaliza, badala ya kuanza kusaidia au badala ya kumkumbuka ule wema, huyu mtu hakumbuki tena ule wema. Sasa kinachojengeka au kinachotengenezeka ni maumivu makali sana ndani ya moyo. Na kuna wengine ambao waliwekeza kwa ajili ya watu ili waje wapate kitu fulani, lakini mwisho wa siku wale watu wanabadilika. Nikukumbushe tu kwamba dunia tunayokaa, kila mtu ana kitu anachokifikiria, kila mtu anaamini kitu tofauti na wewe unavyoamini. Kwa hiyo unaweza kumsaidia mtu, unaweza kufanya kwa ajili ya mtu, lakini yeye asiwaze juu yako. Sasa hiki kitu kwa ujumla kinatengeneza maumivu ambayo yanakuwa ndani ya moyo wa mtu. Sasa haya maumivu yanapoendelea kuwa ndani ya mtu, huyu mtu anakuwa kwenye vifungo mbalimbali. Atakuwa kwenye kifungo cha kuwaza, atakuwa anawaza sana kwa wakati mwingine. Kuna wakati atashindwa kufanya baadhi ya mambo ya maendeleo kwa sababu kile kitu kiko bado ndani ya moyo. Kuna mtu na kumemshikilia, kuna mtu bado na kuna muwaza. Sasa unapokuwa na hiki kitu inakuwa ni ngumu hata kupiga hatua. Sasa natamani na tujifunze kwa habari ya faida zinazopatikana kwa unapoachilia, unaposamehe. Na tutambue tu kwamba msamaha ni kuachilia yale maumivu ambayo yanakuwa ndani ya mtu, ambayo yanakuwa ndani yako, unaachilia ili uweze kupiga hatua. Najua unakuwa unaumizwa sana, najua unakuwa ulifikiria sana kwamba kwa nini huyu mtu amenifanyia hivi? Hivi mtu ambaye nilimwamini kabisa ameweza kunifanyia hivi? Hivi mtu ambaye niliwekeza muda wangu ameweza kunifanyia hivi? Kwa hiyo yale maumivu inapaswa uyaachilie. Sasa kuyaachilia yale maumivu inahitaji neema ya Mungu, na neema ya Mungu lazima uitafute, kwamba ninapotamani kuachilia lazima niingie magotini mwa Mungu, lazima nimuulize Mungu kwamba ninafanyaje ili niweze kuachia, kwa sababu unakumbuka ni vingi, unakumbuka muda wako, unakumbuka pengine ni pesa yako, pengine hata ile namna tu kupata kile kitu ambacho ulikuwa unamsaidia ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo yale maumivu lazima tujifunze kuachilia. Nitakufundisha vitu vichache ambavyo vitakusaidia kuweza sasa kukumbuka, kuweza kuachilia kila ambacho unacho. Cha kwanza kabisa, hebu kumbuka amani ya Mungu iliyokuwa ndani yako kabla huyo mtu hajakukosea. Yaani kumbuka kile kipindi kabla wewe na huyo mtu hamjagombana, ama kabla wewe na huyo mtu hamjakwaruzana. Ile amani iliyokuwa ndani yako inakupa chachu ya wewe kusema, kwa nini nisiachie? Kwa nini nisisamehe ili niendelee na maisha yangu? Ukishalitambua hilo, pia jambo la pili ni kwamba hebu kumbuka kwamba wewe ni mangapi ambayo pia umeyafanya kwa wengine. Ni vitu gani vingapi ambavyo umevifanya kwa watu ukawakwaza, ukawaumiza. Ukikumbuka hilo na ukaweza kulizingatia, maana yake utaweza kupata nafasi pia ya wengine kuachilia. Lakini hebu kumbuka kwamba jambo la tatu ni kwamba hebu tafakari
madhara yanayopatikana endapo wewe hautasamehe. Biblia inatuambia kwamba wasameheni wengine dhambi zenu ili hata Baba yenu wa mbinguni aweze kuwasamehe. Kwa hiyo ukikumbuka hichi kitu pia unaweza kuachilia. Hivyo ni vitu vitatu ambavyo leo sitaki kujikita sana hapo, lakini leo nataka nijikite kwamba msamaha unazalisha au msamaha unaleta baraka katika maisha ambayo unayaishi. Msamaha unaleta baraka katika maisha ambayo unayaishi. Naomba nisome kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mistari ile miwili ya kwanza. Kumbukumbu la Torati 28 mistari miwili ya kwanza. Nasema, mstari wa kwanza nasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Mstari wa pili, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Sasa nimekwambia kwenye hii Kumbukumbu la Torati nataka nizungumzie kwamba hizi baraka tunazozizungumza ama hizi baraka Mungu anazozizungumza juu ya taifa la Israeli ama juu ya Musa, ile Musa akaongea na wana wa Israeli, anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza maagizo yake yote. Sasa sitaki kwenye maagizo mengine. Agizo moja Mungu ambalo ametupa ni kupendana, na ndio maana hata amri kuu za Mungu zimegawanyika katika makundi mawili. Yesu aliyafafanua vizuri kwamba ni upendo, na upendo umegawanyika kwamba zile za kwanza, kuanzia ya kwanza mpaka ya 4 inazungumza kwa habari ya kumpenda Mungu. Maana ukimpenda Mungu utaishika Sabato, ukimpenda Mungu hautaabudu miungu mingine, ukimpenda Mungu hautafanya kitu kinyume na Mungu. Maana yake kama unampenda Mungu hautakuwa mtu wa tofauti na ile misingi ya Mungu anayoitaka. Lakini pia fungu la pili la upendo lilozungumzwa pale ni kwamba kuwapenda wanadamu wengine ama sisi kwa sisi kupendana. Sasa ndani ya sisi kwa sisi kupendana pale ndipo kuna kitu kinakuja, msamaha. Kama ndani yako unasema ninaenda kanisani, ninaenda msikitini, ninaenda wapi? Ninaenda pale ambapo unaenda kwa ajili ya kukutana na Mungu, pale ambapo unaenda kwa ajili ya kufanya ili Mungu aonekane. Kama hauna msamaha ndani yake, maana yake hakuna chochote ambacho unakifanya. Ndio maana mimi napenda kusema kwamba ni mara 100 nisiende kanisani, lakini ndani yangu sina mtu ambaye nimembeba. Ni mara 10 nisiende msikitini, lakini ndani yangu hakuna mtu ambaye nimembeba, ambaye kuna kitu kipo kimefanyika ambacho huyo mtu anacho. Kwa hiyo upendo ndio unaleta msamaha. Kama haumpendi mtu huwezi kumsamehe, na ndio maana Mungu anatupenda. Ukisoma kwenye Yohana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawake wa pekee. Maana yake alitoa msamaha baada ya upendo kuwepo. Kwa hiyo ninachotaka kuzungumzia hapa ni nini? Sitaki kuzungumza kote huko. Content yangu au maana yangu halisi ni kwamba msamaha ni njia pekee ya wewe kuwa huru. Msamaha ni njia pekee ya wewe kufanikiwa. Huwezi kupiga hatua kama kuna kamba ya kinyongo ambayo unayo. Hauwezi kupiga hatua kama kuna nyongo yoyote ambayo au kuna mtu yote ambaye umemshika ndani ya moyo wako afu ukataka kupiga hatua. Ili uweze kupiga hatua kubwa, lazima jifunze kuachilia. Najua ni vigumu, yani ni vigumu sana kusamehe, ni vigumu. Hiki kitu huwa tunaongea, most watu huwa wanaongea, hasa wahubiri wengi huwa wanakiongea kwamba fanya jambo fulani au unaumwa hivi, labda mtu anakuja kuona ukiwa unaumwa anakuambia jitahidi, pole na nini. Lakini hiki kitu kikiwa ndani yako ni ngumu sana, ni ngumu sana sana sana. Nazungumza hili nikiwa nina experience ya hiki kitu, nina uzoefu kwamba ni vigumu jambo likiwa upande wako kulifanya.
Yaani leo mimi nikikosewa na mtu ni ngumu sana kuachilia kama sijapata neema ya kuachilia. Kwa hiyo lazima tujifunze kwanza kuachilia, alafu ndipo mambo mengine yaende. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anapoandika hapa kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kwa hiyo ili uweze kuachilia lazima uwe na bidii ndani yako. Ili uweze kusamehe lazima uwe na bidii ya kujua kwa nini napaswa kuachilia. Lazima usikie kwamba ndani yako, usikie kwamba nahitaji kuachilia sasa, na hapa napotaka kuachilia lazima nitafute ufumbuzi wa kwa nini nataka kuachilia. Kwa hiyo unapoachilia ni vitu gani unavipata, ndio kwenye lengo langu sasa, kwamba okay, sawa, natamani niachilie. Je, nikiachilia nitapata vitu gani? Je, nikiachilia nitapata faida gani? Kwa hiyo nataka nikupitisha hapo kwamba unapoachilia au unaposamehe unapata kibali cha kukubalika mbele za Mungu na mbele za watu. Biblia inasema kwamba mkiwasamehe watu makosa yenu, hata Baba yetu wa mbinguni atakusamehe wewe makosa yako. Kwa hiyo msamaha umefungwa kwenye wewe kuwasamehe wengine na upate msamaha. Yaani wewe unapokuwa hauna mtu uliyemweka, basi hata Mungu anakuwa hana kizuizi cha kutokukusamehe, na ndio maana tunasema Mungu ni Mungu wa rehema. Kwa hiyo kama Mungu ni Mungu wa rehema, hata sisi lazima tujifunze kuwa na rehema kwa watu ambao wanatukosea. Lakini kumbuka kwamba ni ngumu sana kuachilia, na ndio maana nakazia kwamba lazima tupate neema ya Mungu ya kuweza kuachilia. Lakini faida ya pili ni kwamba msamaha unaponya magonjwa. Daudi anapoandika kwenye Zaburi anasema kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponye magonjwa yako yote, aukomboe uhai wako na kaburi. Kumbe msamaha unatoa vitu ambavyo vipo. Kuna watu ameingia kwenye magonjwa, amepata changamoto, amepata soko kwa sababu kuna kitu kiko ndani ya moyo, kuna maumivu ambayo yako ndani ya moyo. Kwa hiyo msamaha, unapoachilia msamaha, manake umeachilia uzima, umeachilia kufunguliwa, umeachilia baraka zako sasa zikufuate, kwa sababu hauna kitu ambacho kinakunyima, hauna kitu ambacho unakifikiria, hauna kikwazo ambacho kinakuandama. Lakini pia msamaha unakupa kuwa mnyenyekevu. Msamaha mtu unampa kuwa mnyenyekevu. Maana yake unapokuwa unasamehe unakuwa ni mnyenyekevu, unaweza kuongea na kila mtu, unaweza kufanya mambo yako, mambo yake. Lakini pia msamaha unakuweka huru. Unajua maumivu ni kifungo. Ninaposema hivi nina maana na nime experience. Msamaha unakuachia huru, maana yake kile kifungo ulichokuwa nacho ndani kinaondoka. Kwa hiyo muombe Mungu sana akupe neema ya kuachilia. Kwa hiyo msamaha ni ngumu kuutoa, na kuna wengine hawawezi kabisa kusamehe kwa sababu kuna kitu wamekosa ndani yao. Sasa ninakukumbusha tu kwamba ni kweli unatamani kuwa mtu mkubwa, ni kweli unatamani kupiga hatua, ila ili uweze kufanya vyote hivyo, milango yako mingi iweze kufunguka, jitahidi tu uachilie. Hata kama mtu ulimfanyia kitu gani kizuri, hata kama mtu ulimfanyia kitu gani ambacho unaona kabisa hiki haiwezekani, achilia. Kuna mambo utaanza kuona yanafunguka, kuna mambo utaanza kuona vitu vinaitika. Kwa hiyo jitahidi uweze kuachilia. Msamaha unakupa kuwa huru. Hakuna mtu ambaye anaweza kusonga mbele sana kama kuna watu wameyabeba ndani yake. Mungu akubariki sana, Mungu akutangulie. Usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii kama ni mara yako ya kwanza. Have a good moment.